Mambo ni vipi mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa DataKicks Media kuweza kuhabarishana na kujuzana machache kati ya benki ya kimichezo ambayo yameweza kutifikia mezani kwetu muda huu hapa. Na siku hii ya leo tunakwenda kutoa pale kwenye mitaa ya wekundu wa Msimbazi Simba kuangalia yale yote ya kimichezo yanaozidi kuhappen ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Simba. Bwana, kama ninavyofahamu katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambapo mnyama yupo katika kundi lake D akiwemo na vigogo mbalimbali hapa barani Afrika, mchezo unaofuata ni kati yake dhidi ya timu ya Petro di Rwanda kutokea pale nchini Angola. Sasa kuelekea kwenye mchezo huu hapo ambapo hapa mnyama atakuwa pipa kuelekea mpaka pale nchini Angola kwa ajili ya kwenda kuivaa timu ya Petro di Rwanda kwenye kukamilisha ratiba ya kundi D michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kama ninavyofahamu mnyama kwa sasa hivi ile harakati za kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali naweza kusema kimahesabu mnyama amekushaweza kutoka rasmi. Hivyo michezo iliyosalia miwili ni ya kuweza tu kukamilisha ratiba na kuona atamaliza nafasi ya ngapi katika kundi lake D na sio tena kupambana kufuzu kwenda kwenye hatua ya robo finali. Sasa kwenye kuelekea mchezo huo hapo ambao mnyama anatarajiwa kukutana na timu ya Petro di Rwanda siku ya tarehe 7 mwezi huu hapa wa pili, kocha wa klabu hiyo ya Simba, kocha Steve Becker, yeye mapema ameweza kutangaza kikosi chake ambacho kitakwenda kupapatuana dhidi ya timu ya Petro di Rwanda kwenye harakati za kupambania alama 3 muhimu. Sasa mimi niko hapa kuweza kukusogezea kikosi cha mnyama ambacho kinakwenda kucheza ama kukutana dhidi ya timu ya Petro di Rwanda katika muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kundi D ambapo ndani yake kuna timu ya Simba Sports Club. Lakini kabla sijakusogezea kikosi hiki ili naye mwanamchezo wangu uweze kufahamu kocha Pedro ataanza na kikosi gani kuelekea kwenye mchezo huo, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi bwana familia wangu. Kama wewe hii ndiyo mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado hauja subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, basi kiukweli nikwambie wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na tena zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea kila siku kupitia hapa DataKicks Media, hususani kuhusu timu ya kupendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na ili sasa usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa DataKicks Media, cha kufanya sasa hivi swala linakuwa ni jepesi kabisa, ni kwenda kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe yaliyo chini ya video hii. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele iliyo chini ya video hii. Baada ya kufanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza wa kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ile ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa DataKicks Media, na utakaa kupitwa tena na taarifa yote ile ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea hapa hususani kuhusu klabu ya kupendwa ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kama wewe umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali. Bwana, kama ninavyofahamu katika msimamo wa kundi la mnyama lile kundi D kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, nafasi ya kwanza mpaka sasa hivi inashikiliwa na timu ya Stade Malien kutokea pale nchini Mali, wao wakiwa wamecheza michezo 4 na kuweza kujikusanyia takriban alama 8. Nafasi ya pili inashikiliwa na timu ya Esperance de Tunis, wao wakiwa wamecheza michezo 4 na kujikusanyia alama 6. Nafasi ya tatu ni Petro di Rwanda kutokea pale nchini Angola, wao wakiwa wamecheza michezo 4 na kujikusanyia alama 5. Nafasi ya mwisho ni wekundu wa Msimbazi Simba, michezo 4 wakikusanya alama 1 pekee. Sasa kwenye muendelezo wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kutokea humu kwenye kundi D, klabu ya Simba wao watakuwepo ugenini kucheza dhidi ya timu ya Petro di Rwanda ambapo mchezo huu utafanyika siku ya tarehe 7 mwezi huu hapa wa pili. Mnyama hapa atakuwepo ugenini kwenda kukamilisha ratiba yake ya michezo miwili iliyoweza kusalia kwa kuanza na mchezo kati yake dhidi ya timu ya Petro di Rwanda kisha kuja kumalizia nyumbani pale Benjamin Mkapa dhidi ya timu ya Stade Malien. Sasa kuelekea mchezo huu mapema kikosi ambacho kimeelekea pale nchini Angola kwa ajili ya kwenda kupambania alama tayari kimekushaweza kutangazwa na kimekushaweza kuwekwa wazi majina yote ya wachezaji ambao wameondoka na kikosi hiki kuelekea pale nchini
Angola, na mimi niko hapa kwa kusogezea moja kwa moja ili naye mwana mchezo wangu uweze kufahamu kikosi ambacho kitaenda pale nchini Angola kwenye kupambania alama kwenye kundi hili D kutokea kwenye timu ya wekundu Msimbazi Simba. Bila kupoteza muda, twende haraka haraka nikupitishe kwa kikosi chote ambacho kinaelekea pale ama kipo pale nchini Angola kwa ajili ya kupambania alama hizo za mchezo kati yao dhidi ya timu ya Petro di Luanda. Kwa upande wa magolikipa hapa ambao wameondoka na kikosi hiki, kuna golikipa Jibril Kasari ambaye huyu ameweza kuingia kwenye dirisha dogo la usajili kama tunavyofahamu, na ameweza kuonyesha ubora wake kwenye michezo kadha wa kadha ambayo amekuwa akianza kuanzia kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia kwenye maendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Hivyo Jibril Kasari ni miongoni mwa wachezaji walioondoka na kikosi hiki, lakini kwa upande wa golikipa mwingine walioondoka na kikosi hiki ni golikipa nambari 3 wa timu hii ya wekundu wa Msimbazi Simba, basi mwingine bali ni Hussein Abdi ambaye naye pia ameweza kujumuisha kwenye kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kikosi kinasafiri na magolikipa wawili, golikipa Jibril Kasari pamoja na Hussein Abdi. Lakini kwa upande wa mabeki ambao wanaondoka na kikosi hiki kuelekea pale nchini Angola, hapa kuna mchezaji Rushani Deluku kama ninavyofahamu bora wake, lakini pia kuna mchezaji Ismail To, kuna mchezaji Shomari Kapome za team captain, lakini pia kuna Nixon Kibabage, kuna Anthony Mrigo, David Kameta Duchu na Vedatus Masinde. Hapa ni wachezaji ambao wamejumuishwa kwenye kikosi kwa upande wa eneo la mabeki ambao watakwenda kupambania alama huko nchini Angola dhidi ya timu ya Petro di Luanda. Kwa upande wa viungo ambao wameondoka na kikosi hiki kwenye kwenda kupambania alama, hapa kuna mchezaji Yusuf Kagoma, Libasi Gwe, Arasane Kante, Kibu Dennis Prosper, Kratos Chota Chama, Anise Joura, Nabi Kamara, Huseni Semfuko, Maurice Abrahamu, Ino Loemba, Elie Mpanzu pamoja na mchezaji New Maema. Hao ni viungo ambao wameondoka na kikosi hiki cha klabu ya mnyama ama Simba kuweza kuelekea pale nchini Angola kwenye kupambania alama 3 za kutamatisha safari yao ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa michezo hiyo iliyoweza kusalia, kwa kuanza na huo mchezo dhidi ya Petro di Luanda. Lakini kwa kumalizia na washambuliaji ambao wameondoka na kikosi hiki, hapa kuna mshambuliaji Suleiman Mwalimu, pia kuna mshambuliaji Jonathan Sowa. Washambuliaji wawili pekee wameondoka na kikosi hiki kuelekea pale nchini Angola kwa ajili ya kwenda kupambania alama kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya Petro di Luanda. Ikumbuke kwenye mchezo wa kwanza miamba hao walipokutana, Simba aliweza kupoteza kwa chuma 2-1 pale Benjamin Mkapa dhidi ya timu ya Petro di Luanda. Kinyonge sana mnyama alianza vibaya kwenye michuano kwa kupoteza nyumbani dhidi ya timu ya Petro di Luanda. Safari hii ni mchezo wa marudiano. Mnyama na kipi cha kujiuliza hapa kwenye mchezo huu wa marudiano mara baada ya kuweza kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya timu ya Petro di Luanda akiwa kwa dimba lake la nyumbani pale Lupaso Benjamin Mkapa. Ni nini kitatokea hapo kwenye dakika 90 za mchezo huo? Tusubiri kuona siku husika atapofika kati ya mnyama dhidi ya timu ya Petro di Luanda. Ni yapi maoni yako sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.